Kitengela inaishi kwa hofu baada ya mfanya biashara mwenye umri wa miaka 34 kutekwa nyara na watu watatu waliokuwa wameficha nyuso zao. Tukio hilo lilitokea siku ya Alhamisi, Machi tarehe 26 majira ya saa 5:56 usiku kwenye barabara kuu ya Nairobi Namanga. Likinaswa na kamera za CCTV, mkewe amesema alitoweka baada ya kutoka nyumbani kwa shughuli za kawaida. Sasa familia hiyo inaomba msaada wa haraka kutoka kwa mamlaka ambazo ni husika. Michelle Mwangi ana uketo wa taarifa hii. Familia moja katika mji wa Kitengela, kaunti ya Kajiado, iko katika hali ya wasiwasi kufuatia kutekwa nyara kwa mfanyabiashara mmoja mwenye umri wa miaka 34 wiki mbili zilizopita. Kanda za CCTV zilizonaswa siku ya Alhamisi tarehe 26 mwezi wa Machi mwendo wa saa 5 usiku zinamwonyesha Bwana Fortune Kinyanzui akilazimishwa kutoka kwenye gari lake katika barabara kuu ya Nairobi Namanga. Lakini ilipofika saa 2 kumpigia simu hakupatikana. Nikatoka kwenda kumtafuta Mlolongo kwa sababu huwa anakuwa huko sana. Gari la mwathiriwa liliachwa likiwa bado linaguruma barabarani, ambapo baadaye lilichukuliwa na maafisa wa polisi na kupelekwa katika kituo cha polisi cha Kitengela. Wakati niliulizia mwenye gari yako wapi, niliambiwa waliitiwa gari kama engine iko on na mwenye gari alitoweka, kuna wenye walimchukua na hawajulikani. Mkewe mwathiriwa Rebecca Wanzala anaeleza jinsi mumewe alivyoondoka nyumbani saa 11 jioni kwa shughuli za kawaida mjini humo, lakini hakurejea. Nilipata hiyo ripoti, niliweza kuwasiliana na bibi yake, alafu kutoka hapo ikakuwa ngumu kwetu juu tunamtafuta kila mahali na hatujapata ripoti mahali alipo. Bi Wanzala alimtaja mumewe kama mtu mtulivu asiye na marafiki wengi, huku akibainisha kuwa wawili hao huendesha biashara ya kusafisha na kuuza maji mjini Kitengela. Mkuu wa upelelezi wa jinai katika kaunti ndogo ya Isinya, Wanga Masake, amethibitisha kuwa maafisa wa DCI kutoka makao makuu wamejiunga na uchunguzi huo ili kubaini waliko watekaji hao. Michelle Mwangi, TV 47.